Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo ninazungumzia tatizo la kuvimba kwa mdomo wa juu. Tatizo hili linasababishwa na nini? Wako baadhi ya watu ambao wanakutana na changamoto hii. Unashangaa tu ghafla umeamka asubuhi, mdomo wa juu umevimba. Hali hii inasababishwa na nini? Sasa tazama video hii mpaka mwisho, nimeeleza kila kitu. Lakini kabla ya kuendelea na video hii, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Kuvimba kwa mdomo wa juu ni tatizo ambalo linaweza likatokea kwa ghafla au kuendelea kwa muda. Wakati mwingine huwa jambo dogo linalosababishwa tu na vitu kama jeraha, mzio na kadhalika. Lakini katika baadhi ya matukio au katika baadhi ya cases linaweza likawa ni ishara ya tatizo kubwa la kiafya linalohitaji matibabu ya haraka. Tuchambue sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikachangia tatizo hili. Tatizo la kuvimba mdomo wa juu. Moja, mzio au allergy. Hii ni miongoni mwa sababu kubwa kabisa ambayo inajulikana kuchangia hali hii ya kuvimba kwa mdomo wa juu. Mzio unaweza kusababishwa na vitu mbalimbali ikiwemo vyakula kama vile karanga, mayai, samaki, maziwa au matumizi ya dawa mbalimbali, kung'atwa na baadhi ya wadudu au hata kemikali fulani. Mwili unapokutana na vitu hivi au na vitu vya aina hii na kusababisha hali ya mzio, unaweza kuitikia kwa kuvimba kwa midomo, uso au sehemu nyingine za mwili wako. Kwa moja ya sababu kubwa ambayo inaweza kuchangia tatizo hili la kuvimba kwa mdomo wa juu ni tatizo la mzio au allergic reaction. Lakini sababu ya pili ni tatizo ambalo hujulikana kama angioedema. Hii ni hali ambayo inasababisha uvimbe katika tabaka za ndani za ngozi. Mara nyingi huonekana kwenye midomo, kwenye kope za macho, ulimi au hata kwenye koo. Tatizo hili linaweza kusababishwa pia na mzio, matumizi ya baadhi ya dawa fulani, mfano dawa za shinikizo la damu, lakini pia hata maambukizi. Lakini pia kuna sababu za kurithi na wakati mwingine chanzo halisi hakijulikani kabisa, lakini tatizo hili ni miongoni mwa sababu kubwa ambazo huchangia tatizo la kuvimba kwa mdomo wa juu. Sababu nyingine ni maambukizi. Yapo maambukizi mbalimbali ya vimelea vya magonjwa kama vile bakteria, virusi au fungus yanayoweza kusababisha hali ya kuvimba kwa mdomo wa juu. Na mara nyingi uvimbe huu unaambatana na maumivu, hali ya wekundu au hata vidonda kuanza kujitokeza kwenye mdomo huu wa juu. Kwa hii pia ni miongoni mwa sababu kubwa ambayo inaweza kuchangia tatizo hili la kuvimba kwa mdomo wa juu. Sababu nyingine ni jeraha. Je, umejigonga, umeumwa na mdudu au kuchomwa na kitu chenye ncha kali au hata matibabu ya meno yanaweza kusababisha mdomo kuvimba kwa muda. Kwa endapo umepata jeraha la aina yoyote kwenye eneo hili, unaweza kukutana na hali hii ya kuvimba kwa mdomo wa juu. Sababu nyingine ni athari za dawa. Baadhi ya dawa, hasa dawa ambazo hutumika sana kutibu shinikizo la damu, ambazo hujulikana kama ACE inhibitors, zinaweza zikasababisha uvimbe wa midomo hata baada ya kutumika kwa wiki au miezi kadhaa. Ingawa si kwa wagonjwa wote, lakini wako baadhi ya wagonjwa ambao wameshawahi kuripoti cases hizi za kuvimba mdomo wa juu baada ya matumizi ya dawa za aina hii. Kwa hizi ndizo sababu kubwa ambazo nimekuchambulia kwenye video hii, lakini nikupe bonus tips. Ziko dalili zingine mbalimbali ambazo weza kuambatana na hali hii ya kuvimba kwa mdomo wa juu. Unaweza kuvimba kwa ghafla kwa mdomo mmoja au sehemu ya juu ya mdomo, lakini pia unaweza kupata hali hii kujitokeza kwenye maeneo mengine mbalimbali ya mwili wako. Unaweza kukutana na hali ya kuwashwa zaidi, kuhisi joto kwenye eneo lililoathirika pamoja na maeneo mengine mbalimbali ya mwili wako. Maumivu madogo madogo au hata makali huweza kujitokeza pia. Unaweza kupata hali ya uwekundu kwenye ngozi, kuvimba pia kwa ulimi kwa baadhi ya wagonjwa. Wengine wanavimba mpaka uso, lakini pia na maeneo ya kwenye koo, tonsils zinaanza kuvimba. Lakini pia unaweza kukutana na hali hii au dalili hii ya shida ya kupumua hata katika hali kali zaidi. Kwa hizi ndio baadhi ya dalili mbalimbali ambazo huweza kuambatana na hali hii au na tatizo hili la kuvimba kwa mdomo wa juu.
Je, una tatizo hili na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite. Unaweza kuwasiliana hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye skrini yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Asante, ninakukaribisha tena.